Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Alhamisi ya Mei 14 ambapo tunajadili swala la afya na limechochewa na kuzuka kwa virusi vya hantavirus ambavyo WHO inasema vimeanza kusambaa. Je, kuna hofu ya janga la kiafya kuzuka Afrika na dunia? Hantavirus kama jina lake linavyoashiria ni virusi ambavyo kwa wakati mwingi huwa kwa wanyama wa pori, kwa Kiingereza tunaziita zoonotic. Wanyama ambao kwa wakati mwingi huwa wana hizi virusi ni panya. Hivi virusi huwa visababishi ugonjwa kwa hawa panya, lakini wakati mwanadamu anapoambukizwa huwa anapata ugonjwa ambao unaathiri mapafu, unaathiri moyo na wakati mwingine unaathiri figo. Kwa haya na mengine zaidi kanasi. Kwanza taarifa za habari na Ibrahimu Hassan. Uvira, DRC. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema uchunguzi wake umebaini ushahidi wa mauaji ya papo kwa papo na ubakaji uliofanywa na waasi wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda wakati wa uvamizi wao wa wiki kadhaa katika mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika hilo, watu 53 waliuawa wakiwemo wanaume 46, mwanamke mmoja na wavulana 5 katika misako ya nyumba kwa nyumba baada ya M23 kuteka mji huo mwezi Disemba mwaka jana. Hata hivyo, Rwanda imeendelea kukanusha kusaidia M23 au kupeleka wanajeshi wake mashariki mwa DRC. M23 iliondoka Uvira mwezi Januari baada ya shinikizo kubwa la kidiplomasia. Ripoti hiyo imekamilisha uchunguzi wa kwanza wa kina kueleza yaliyotokea mjini humo wakati ukiwa chini ya udhibiti wa M23. Aidha, Human Rights Watch imesema imeandika visa 8 vya ubakaji vinavyodaiwa kufanywa na waasi hao pamoja na wanajeshi wa Rwanda wakati wa uvamizi huo. Abuja, Nigeria. Mahakama nchini Nigeria imemhukumu aliyekuwa waziri wa nishati Saleh Maman kifungo cha miaka 75 jela baada ya kupatikana na hatia ya utakatishaji fedha wa dola milioni 24.71 za Kimarekani. Jaji James Omotosho wa mahakama kuu ya shirikisho mjini Abuja alitoa hukumu hiyo baada ya kumtia hatiani Maman katika mashtaka yote 12 yaliyowasilishwa na Economic and Financial Crimes Commission EFCC. Hata hivyo, EFCC ilidai kuwa Maman alihusika kutakatisha fedha kupitia kampuni binafsi, fedha ambazo waendesha mashtaka walisema zilikuwa mapato ya shughuli haramu zinazohusiana na miradi ya serikali ya umeme wa maji ikiwemo miradi ya Mambila na Zungeru. Maman aliyewahi kuwa waziri wa nishati mwaka 2019 alihukumiwa akiwa hayupo mahakamani. Mahakama imeagiza vyombo vya usalama vya ndani na vya kimataifa kumkamata na kumkabidhi kwa mamlaka za magereza ili aanze kutumikia kifungo chake. Cape Town, Afrika Kusini. Kiongozi mwandamizi wa chama tawala cha African National Congress ANC, Fikile Mbalula, amemtetea Rais Cyril Ramaphosa kuhusu kashfa ya Farmgate ambayo fedha taslim zilizoibwa kutoka kwenye sofa katika shamba la rais huyo zilisababisha mjadala mkubwa nchini humo. Mbalula alisema kamati kuu ya ANC itajadili kwa kina uamuzi wa mahakama kuhusu swala hilo na haitaruhusu kushinikizwa kuhusu hatua za kuchukua. Ramaphosa hatahudhuria kikao hicho ili kuwapa nafasi viongozi wa chama kujadili swala
suala hilo kwa uhuru. Aidha, kashfa hiyo ilizua maswali kuhusu namna Ramaphosa alipata dola 580,000 zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya samani baada ya kuwekwa benki, na kama fedha hizo zilikuwa zimetangazwa rasmi. Suala hilo limeonekana kuwa doa kubwa kwa Ramaphosa, ambaye aliingia madarakani mwaka 2018 kwa ahadi ya kupambana na rushwa na kurejesha heshima ya ANC. Kwa upande wao, wachambuzi wa siasa wanasema bado kuna hatua nyingi kabla mchakato wa kumuondoa madarakani kukamilika, na kuna uwezekano mkubwa Ramaphosa atanusurika iwapo suala hilo litafikishwa bungeni kupigiwa kura. Kordofan, Sudan. Mapigano makali yaliyochukua wiki 2 kusini mwa Sudan yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 61 wakiwemo watoto 9. Hii ni kwa mujibu wa kundi la madaktari la Sudan Doctors Network. Mapigano hayo yalizuka kati ya vikosi vinavyohusishwa na kundi la waasi la Sudan People's Liberation Movement na kabila la Otoro katika mji wa Kauda, jimbo la South Kordofan. Kiongozi wa waasi hao Abdulaziz Al-Hilu ameungana na wapiganaji wa kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF ambacho kinapigana dhidi ya jeshi la Sudan. Vita vya Sudan sasa vinaingia mwaka wa 4 tangu kuanza mwaka 2023. Hata hivyo, jeshi la serikali linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na katikati mwa nchi hiyo, huku RSF na washirika wake wakidhibiti maeneo ya Darfur Magharibi pamoja na sehemu za Kordofan zilizo karibu na mpaka wa Sudan Kusini, maeneo yenye utajiri mkubwa wa mafuta na dhahabu. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya mataifa kuweka tahadhari kufuatia maambukizi yanayoendelea ya homa ya hantavirus. Afisa mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwa sasa hakuna tishio la mlipuko wa homa hiyo, lakini anatoa tahadhari huenda hali kabadilika kutokana na visa vya maambukizi ya kila siku. Mara ya kwanza hantavirus kuripotiwa ilikuwa kutoka meli moja ya kifahari ambapo watalii 3 walipoteza maisha kufuatia maambukizi hayo. Abiria wengine waliambukizwa virusi hivyo. Baadhi wanaendelea kupokea matibabu hospitali tofauti Afrika, Uingereza na Marekani. Kuna baadhi ambao wamewekwa faragani hadi kuzuia kutangamana na raia wengine kama hatua ya kuzuia maambukizi. Gabriel Ingubu amezungumza na mtaalamu wa afya Dr. Elijah Yulu kuhusu homa ya hantavirus. Hantavirus kama jina lake linavyoashiria ni virusi ambavyo kwa wakati mwingi huwa kwa wanyama wa pori, kwa Kiingereza tunaziita zoonotic. Wanyama ambao kwa wakati mwingi huwa wana hizi virusi ni panya. Hivi virusi huwa havisababishi ugonjwa kwa hawa panya, lakini wakati mwanadamu anapoambukizwa huwa anapata ugonjwa ambao unaathiri mapafu, unaathiri moyo na wakati mwingine unaathiri figo. Binadamu hupata virusi hivi kutoka kwa panya, haswa kutoka na chembe ambazo zimo katika uchafu wa panya. Maambukizi haya huwa ni kupitia kwa hewa, kama iwapo mtu atapumua hewa ambayo ina hivyo virusi kutoka kwa uchafu wa hao panya, iwapo hao panya wameathiriwa na hivyo virusi. Uambukizi wa hivi virusi ni nadra sana, lakini kwa wale ambao wanapata kuambukizwa wanaweza kufariki. Labda daktari, kama unaweza kutueleza ni nani aliye katika hatari kupatana na ugonjwa huu? Wale watu wamo hatarini ni watu ambao wanaishi ama kufanya kazi karibu ama mahali ambao kuna panya wengi. Kwa mfano wakulima, kwa sababu panya wanaweza kukua kwa magala. Pia wasafiri ambao wanaenda South America, Amerika Kusini, ambao hivi virusi vimekuwa vingi, sema wako kwa hatari ya kupata hivi virusi. Na tukiangalia tofauti ya ugonjwa huu na mpox, covid na virusi vingine, kuna tofauti gani? Maradhi ya hantavirus yana tofauti na covid ama hata mpox. Kwanza kabisa hivi ni virusi tofauti kabisa na ambavyo vinaenezwa ni tofauti pia. Hantavirus kwa mfano inaenezwa kupitia kwa panya na mazingira ambayo yamechafuliwa na panya, ilhali COVID-19 kama ambavyo tunaweza labda kutambua inaenezwa kwa mtu kwenda mwingine kupitia kwa njia ya hewa. Mpox nayo huenea kwa kugusana kwa karibu na mtu ambaye ameambukizwa ama kushika majimaji ambayo yanatoka kwa mtu ambaye ako na mpox. Dalili za ugonjwa huu umekaribiana na homa ya kawaida, kukuwa na uchungu mwilini, kuwa na joto mwilini. Wengine wanaweza wakapata maumivu ya kichwa, tumbo, kichefuchefu, wengine kutapika ama hata kuhara. Kumaanisha basi kuwa hakuna dalili moja ambayo inamaanisha huyu mgonjwa ameathirika na
virusi vya hanta. Tunafaa kuchukua tahadhari gani kuepuka kusambaza au kupatana na Hunter's virus? Kujikinga kutokana na hivi virusi vya hanta ni kwanza, ni muhimu tudhibiti panya, kumaanisha usafi wa mazingira yetu, manyumba lazima tuzingatie ndio panya wapungue ama waishe. Pia kusafisha kwa uangalifu maeneo yenye uchafu wa panya, na wakati mtu anasafisha lazima akuwe amevalia mask kujikinga na hivi virusi iwapo viko kwa huo uchafu. Mambo mengine ni kunawa mikono mara kwa mara, especially kama kuna hivyo virusi vimetangazwa ziko mahali pale. Kwa wahudumu wa afya kuvalia tunaziita PPE. Asante sana daktari kupata muda wa kuzungumza na Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Ni Gabriel Ingubu akizungumza na Dr. Elijah Yulu. Chama cha ANC nchini Afrika Kusini kimefanya kikao cha kamati kuu kujadili uamuzi wa mahakama kurejesha kura ya kutokuwa na imani na Rais Cyril Ramaphosa. Katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula amesema ANC itaendelea kumuunga mkono Rais Ramaphosa licha ya uamuzi wa mahakama. Mwaka uliopita 2025, chama cha upinzani cha EFF kiliwasilisha hoja kutokuwa na imani na Cyril Ramaphosa kwa kashfa ya fedha zilizopatikana makazi yake yaliyoko kijijini. Sakata hilo lilifichuka baada ya wezi kuiba kima cha zaidi ya dola nusu milioni pesa taslim zilizopatikana chini ya kiti nyumbani kwa Ramaphosa. Sheria za Afrika Kusini humtaka mtu kuweka sarafu za kigeni kwenye benki katika kipindi cha wiki moja. Rais huyo amejitetea na kusema hakufanya kosa lolote, akisema hela hizo alipokea baada ya mauzo ya nyati. EFF imeendelea kumtaka Ramaphosa kung'atuka madarakani. Mwenzangu Anne Ngugi amezungumza na Fortunata Charles Kasomfi, mwandishi mkongwe kutoka Tanzania anayeishi Afrika Kusini, kuhusu hatima ya rais huyo wa Afrika Kusini. Ukikumbuka kwamba hapo awali mnamo mwaka wa 2022 kulikuwepo na kura hiyo ya kutokumwamini rais, lakini kwa wakati ule iliweza kusaidia kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya wanachama wengi au viti vingi katika bunge vilikuwa katika chama cha ANC. Na sasa bado vyama vya upinzani pamoja na taasisi zinginezo zilikuwa zikiendelea kushinikiza kana kwamba bado rais alikuwa anatakiwa kueleza kwa kina nini hasa au kipi kilitokea zile fedha zikaibiwa kutoka katika shamba lake huko barabara Limpopo. Sasa kwa mujibu wa inavyoonyesha moja kwa moja ni kwamba mahakama imeweza kurejea ile ripoti ya awali ya Palapala ya kana kwamba ni nini hasa kilitokea na kipi kinatakiwa kiweze kuchukuliwa hatua. Sasa kwa kifupi ni kwamba mahakama ya kikatiba yenyewe imetoa jibu ya kwamba sasa ni wakati wa bunge kuweza kutoa maamuzi ya kutengeneza kwa mara nyingine kura, yani kuiangalia ripoti katika kanuni ya 89 ili kutengeneza bodi au tunasema kamati maalum ya bunge ambayo itafuatilia hatua za kuweza kupigwa tena upya kwa kura ya kutokumwamini rais. Kuna hatari ya rais kupigiwa kura hii, maana chama chake cha ANC hakina wabunge wengi kama awali. Kwa ujumla ni kwamba ndani ya bunge tangu ile Ijumaa ilipotangazwa, spika wa bunge Toho Didiza tayari alielezea hatua 6 ambazo zinatakiwa ziweze kufuatiliwa ili kusudi kuweze kuwepo na hiyo kura ya kutokumwamini rais. Na mojawapo ni kwamba ni lazima kutengeneze kamati ambayo itatengeneza muundo mzima, na kila chama kitakuwa na nafasi ya kuweza kuwa na mwakilishi kulingana na viti vyao vilivyo ndani ya bunge. Kwa hiyo unaweza ukaona kana kwamba ANC hawatakuwa na nguvu ya kuweza kupinga kirahisi kwa sababu hawana viti vya kutosha, na hivi vyama vingine ambavyo inaonekana vyote vimekuwa na shinikizo kwamba rais ni lazima aeleze kwa kina nini hasa kilichotokea. Kwa hiyo inaonekana tayari rais yuko katika kona ambayo ni ngumu kuweza kukimbia au kuchomoka katika hii ndoa ambayo imetupwa katika kinywa cha kiti chake hicho. Labda Kasomfi, chama cha DA ambacho ni washirika wa serikali kinasema nini kuhusu uamuzi wa mahakama? Hapo awali wao walisema kwamba wanaheshimu maamuzi ya mahakama na watafuata kinachotakiwa kifanyike, na walisema kwa namna wao wanavyoona hawatakuwa tayari kufanya kazi na Paul Mashatile. Sasa Paul Mashatile huyu ni makamu wa rais wa chama cha ANC, lakini kwa jinsi inavyoonekana hakutakuwa na namna yoyote iwapo kama rais atapatikana na hatia hiyo, basi ina maana chama cha ANC
kitaweza kumweka mashatili kutokana na kanuni na sheria za chama kwamba rais anapokuwa anaingia matatani, makamu wa rais anachukua nafasi hiyo. Sasa hapo ni ANC kuangalia hawa DA ambao ndio washirika wenzao na ndio chama kikuu cha upinzani kinasema hakitakuwa tayari kuwepo katika serikali ya umoja wa kitaifa iwapo hato kuwepo Ramaphosa. Sasa hapa inaonekana dhahiri kwamba vyama kama vile MK, EFF na vyama vingine kama ambavyo vimo ndani ya moja ya hivi vyama vya umoja wa kitaifa ikiwemo ATM pamoja na vyama kama AFP, hivi tayari nadhani wamekwisha kuona kwamba kama itashindikana, basi wao wataangalia namna gani waweze kujiunga na DA na vyama vingine ambavyo vitakuwa vimekubaliana ili kuweza kuunda serikali. Bunge linatarajiwa lini kujadili uamuzi huu wa mahakama? Kama nilivyoweza kusema, tangu Ijumaa spika wa bunge Toko Didiza alikwisha kuanza kuandaa huo mchakato mzima ambao alielezea kwamba kuna hatua 6 zitakazofuata. Sasa katika hatua hizi 6 ndio hajatamka kwamba ni lini hasa bunge linaweza likaweza kukaa na kuweza kuzungumza, lakini ukisikiliza wapinzani kama vile Julius Malema anasema rais hawezi kujiuzuru tu, anatakiwa vile vile hii hatua ya kuweza kutokuaminiwa, yani ile kura lazima ipigwe, asijiuzuru. Sasa hii inaonekana kana kwamba wanataka kumbana rais ili kusudi zile kauli zake na yale yote aliyokuwa akishinikiza kwamba anafokea na anakemea vikali masuala ya rushwa, matumizi mabaya ya ofisi na vitu kama hivyo, hakuyatekeleza, yani hakutenda aliyokuwa akiyasema. Kisiasa inaonekana dhahiri wanataka kukibana chama cha ANC. Ni Anne Ngugi akizungumza na Fortunata Charles Kasomfi. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wetu wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema muungano wa Ulaya pamoja na nchi yake hawana mpango wa kuwekea nchi ya Rwanda vikwazo kufuatia mzozo wa usalama nchini DRC. Marekani ilitangaza kuwekea vikwazo vya kuhusika na maasi mashariki mwa DRC. Rwanda imesisitiza inawinda wapiganaji wa zamani wa FDLR ambao inasema wanatishia usalama wa nchi. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa na Marekani zimekosoa Rwanda kwa kuunga na kufadhili wapiganaji wa M23 ambao wametoa mji wa Goma na Bukavu. Silvanus Karemera amezungumza na mchambuzi wa masuala ya dunia Profesa David Monda kuhusu mzozo huu wa Rwanda na DRC. Matamshi haya ni kama yanalenga masuala mawili. Ile njia pengine ya kujaribu kukashifu ushawishi mkubwa au ukaribu mkubwa kati ya Kinshasa na Washington, kwa sababu Marekani ina tamaa sana kupata njia kuweza kupora au kutumia rasilimali za madini kule maziwa makuu, na tema pengine Ufaransa inatengwa. Lakini pia kidiplomasia, kiusalama, pengine Macron angependa tena kuboresha uhusiano kati yake na Rwanda, pengine aonekana ya kwamba anatetea Rwanda, ila pengine Rwanda itumie miundombinu zake za kiusalama, za kidiplomasia, pengine kuitetea Rwanda, isionekana ya kwamba Rwanda ndiyo inasaidia vikundi hivi vya kigaidi ambavyo vinasambaratisha hali ya usalama kule maziwa makuu. Kwa hivyo nadhani ni kujaribu kupunguza ushawishi wa Marekani na tena pengine kuleta ule ukaribu kati ya Kigali na Paris. Kauli hii ya Macron ya kuitetea Rwanda dhidi ya vikwazo vya Marekani kwa jeshi la Rwanda pengine inaleta athari gani miongoni mwa uhusiano wa Umoja wa Ulaya, kwa sababu umetaja pia Umoja wa Ulaya kwa msimamo wa Umoja wa Ulaya na Ufaransa pamoja na Marekani, lakini pili, una athari gani katika mzozo wa eneo la maziwa makuu, hususan kati ya Kinshasa na Kigali katika swala zima la mustakabali wa changamoto za maziwa makuu?
Hilo ni swali gumu, lakini ningependa kulijibu kwa njia hizi mbili. Lazima tutofautishe sera za nje za Umoja wa Ulaya na sera za nje za Ufaransa. Msimamo wa Ufaransa sio msimamo wa Umoja wa Ulaya. Hivyo ndivyo vitu viwili tofauti. Ningesema ya kwamba sidhani matamshi haya ya Macron zinasimamia au ni sauti au kauli ya Umoja wa Ulaya, sio sauti kutoka Brussels, makao makuu ya Umoja wa Ulaya. Ni matamshi ya kidiplomasia yanayotoka Paris, yani yanaweka kipaumbele sera au nafsi za Ufaransa, sio sera au nafsi za Umoja wa Ulaya ambao ni jumuiya madola mengi. Kwa hivyo hili ni tofauti la kwanza. Tofauti la pili hapa ni kwamba tukiangazia kimantiki uhusiano kati ya Marekani au ushindani kati ya Marekani na Ufaransa, nadhani itaendeleza hii hali ya madola ya kutoka nje ambayo kihalisia yana ile tamaa ya madini ya eneo ya maziwa makuu. Changamoto hapa ni kwamba imeendeleza ile hali ya miaka mikaka ya kwamba pengine DRC imeendelea kutegemea usaidizi au ufadhili wa kutoka nje kuweza kudhibiti mipaka yake, kwa sababu Kinshasa imeshindwa kabisa kuweza kulinda usalama wa raia zake kule eneo ya maziwa makuu, na ni hali ya kuleta hofu sana, sio tu kwa wakazi wa maeneo kama Goma, wakazi wa eneo ya maziwa makuu, kwa sababu tena wakati huu ni kwamba usalama wao hauzingatiwi zaidi na Kinshasa, unazingatiwa zaidi na Washington, na tunajua majukumu au nafsi au tamaa ya Washington kutoa madini kule DRC. Tamaa au nafsi kipaumbele za Washington sio kipaumbele au nafsi sambamba na haki au tathmini za wakazi wa maziwa makuu, yani raia wa DRC. Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya uongozi na dunia, akizungumza na mwenzangu Silvano Sikaremela. Tuelekea huko Fizi ambapo wakimbizi wa Burundi waliokimbia nchi hiyo wakati wa maandamano kupinga mamlaka za marehemu Pierre Nkurunziza wamelalamikia kutengwa na mashirika ya misaada katika kambi yao. Wakimbizi hao wametaka mashirika ya wakimbizi UNHCR na shirika la chakula WFP na PAM kuwapa msaada wa msingi ili kujikimu kimaisha. Haijabainika sababu za wakimbizi hao kushindwa kurejea nyumbani Burundi baada ya nchi hiyo kurejea utulivu na kuwa na kiongozi mpya. Kutoka Baraka, Hussein Jafari anaarifu. Kambi ya Lusenda na eneo la Mulongwe ziko katika tarafa ya Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizi ni kambi zinazohifadhi zaidi ya wakimbizi Warundi 30,000 waliokimbia nchi yao toka mwaka 2015 kufuatia maandamano na jaribio la mapinduzi dhidi ya aliyekuwa Rais Pierre Nkurunziza. Tangu wakati huo, wakimbizi hawa wameishi katika eneo hili la mashariki mwa Kongo kwa takriban miaka 11, lakini sasa wanasema wameanza kukata tamaa baada ya kuishi kwa takriban miaka 2 bila kupata msaada wote wa chakula na mahitaji mengine muhimu kutoka kwa mashirika ya UNHCR na WFP kama wanavyoeleza hapa. Maisha halisi baba, tunahangaika sana. Chakula hivi, watoto wanashinda njaa, watoto washagwa bwaki, watoto wenyewe washageuka jone jua kukosa chakula. Na sabuni pia, vyote tunahangaika sana. Tunataka kuingia kabisa karibuni miaka 2 hatupati chochote kile. Sisi wazazi, sisi wazee, watoto, inafikia hatua kwa huu muda wa leo huduma hospitali unakuwa mdogo. Watoto kama wote wanakuwa na ugonjwa wa mtapiamlo. Unasumbua watoto, wazazi na wenyewe hivyo hivyo wanakuwa nageuka nywele sababu ya kula kudogo. Mwanadamu unakuwa unaenda kama refugee, unajitupa masafa marefu juu ya kwenda natembea uone tu kama unaweza kupata angalau hata kiraka ka siku moja kakuogota misi kama watoto wanaweza kula. Unafika wanakutana watoto wote yani wamelala kwa njaa. Unafika hapo unaangalia watoto unahisi labda ni malaria. Unafika hospitali malaria hakuna, au mwenyewe unampeleka lakini unahisi tu mtoto wangu haumwi malaria ni njaa. Kwa ukweli wa refugee wa Lusenda tuna tabu. Hata hivyo, baadhi ya wakimbizi hawa wanasema wako tayari kurejea Burundi, huku wengine wanapinga vikali wakitoa sababu tofauti za kiusalama na kiuchumi. Na Burundi na hapa yote ni hali moja tu. Hata nikienda sasa vile mimi umoja, si parcele kule si nini sina. Kwa naishi maisha kupanga ndafikiria wapi? Hawa viongozi kweli wajiangalie kuhusu chakula. Watusaidie tu msaada, tukue tunakula tu.
Ndiyo kabisa, niko tayari. Hata sasa hivi wakisema waanze tu kuandika wakurudi, mimi nitarudi zangu, kwa sababu yani yenyeko huku hairidhishi mtu mwanadamu kwa kila siku anaishi kwa mashaka, njaa. Bora mtu arudie tu kutesekea kwao. Sisi hakuna mwanaweza kukataa kwenda kwao. Uchaguzi wa kwetu Burundi utakuwa kama 2000 kama na 27. Je, tunarudia kwetu? Ule uchaguzi ukienda vibaya, je, watu tutarudia tena kukimbia? Sababu tukirudi tunahisia naweza kurudia kama yale tena, urefugee kwetu unakuwa ni ule. Ndio kwa maana sisi wamoja hatujihusishi sana mambo ya kurudi nyumbani. Mashirika ya kiraia nayo upande wao yanaonya kuhusu hatari zinazojitokeza kutokana na kukosa msaada. Amisi Mayuto François ni mratibu wa shirika la kiraia Force Vive, anasema hali hiyo inasababisha matatizo mengi na yanaweza yakawa makubwa zaidi ikiwa haitashughulikiwa kwa haraka. Tangu ndugu zetu wa Burundi wafike hapa mwaka 2015 tunaishi na ndugu zetu wakimbizi vizuri, ila kwa kuona wao hawapati tena msaada yoyote, wanaanza leta mambo yasio mazuri, wanakamatwa, wengi wanaiba, na wakiiba wenyeji wa Kongomani wanaanza sema Warundi ni wezi, na wakati Warundi sio wezi wote, ila naweza kuleta ile cohabitation pacifique isikuwe mzuri tena. Kuishi kwa pamoja inaweza kuharibika. Kumbe tungeomba serikali ifanye haraka hali kama hiyo iboreshwe, isikuwe kama hivyo. Hata hivyo, ripoti za hivi karibuni zinaonyesha ongezeko la watoto wanaosumbuliwa na utapiamlo, huku baadhi wakitangazwa kufariki kutokana na njaa, kutaja kwamba hawako tayari kutoa majibu yoyote kwa sasa. Hussein Jafar, Sauti ya Afrika. Viongozi wa Afrika na Ufaransa wametangaza uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 11 katika miradi ya nishati jadilifu barani Afrika, hatua inayotajwa kuwa muhimu katika kuharakisha maendeleo ya viwanda na matumizi ya nishati safi. Mkutano huo ulihudhuriwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Rais wa Kenya William Ruto, pamoja na viongozi kutoka zaidi ya nchi 30 za Afrika. Je, Afrika itanufaikaje na uwekezaji huu? Sikiliza tahariri ifuatayo inayosomwa kwako na Silvano Sikaremela. Afrika inaendelea kujidhihirisha kama kitovu muhimu katika mapinduzi ya nishati safi duniani. Tangazo la uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 11 kutoka kwa viongozi wa Afrika na Ufaransa jijini Nairobi linaonyesha wazi kuwa bara hili linaanza kupewa nafasi kubwa katika maendeleo ya nishati jadidifu na ukuaji wa viwanda vya kisasa kama sehemu muhimu katika juhudi za dunia za kupunguza matumizi ya nishati chafu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa muda mrefu Afrika imekuwa nyuma katika maendeleo ya viwanda na upatikanaji wa umeme, lakini sasa ina nafasi ya kutumia rasilimali zake nyingi za asili kujijenga upya kupitia teknolojia safi na endelevu. Kwa miaka mingi Afrika imekuwa ikabiliwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa umeme kwa wananchi wake. Hata hivyo, badala ya kufuata njia za maendeleo zinazotegemea mafuta na uchafuzi mkubwa wa mazingira kama zilivyofanya nchi zilizoendelea, sasa bara hili lina nafasi ya kujenga uchumi wa kijani wenye kuzingatia mazingira na maendeleo endelevu. Miradi iliyotangazwa katika mkutano wa Nairobi ni ishara ya matumaini. Uwekezaji katika nishati ya jua, upepo, umeme wa maji na mafuta endelevu ya ndege utaongeza ajira, kukuza uchumi na kupunguza utegemezi wa nishati chafu. Hii ni hatua muhimu kwa sababu Afrika ndilo bara lenye idadi kubwa ya watu wasiokuwa na umeme wa uhakika licha ya kuwa na rasilimali nyingi za nishati asilia. Kauli ya Rais William Ruto wa Kenya kwamba mabadiliko ya nishati lazima yawe pia mabadiliko ya viwanda ina maana kubwa kwa mustakabali wa Afrika. Bara hili halipaswi kuwa soko la matumizi pekee, bali liwe kitovu cha uzalishaji, ubunifu na teknolojia mpya za nishati safi. Bara hili halitakiwi kubaki kuwa mtumiaji wa bidhaa zinazotengenezwa nje pekee, bali linapaswa kutumia fursa hii kujenga viwanda vyake, kuongeza ajira kwa vijana na kukuza uchumi wa ndani. Hii itasaidia pia kupunguza umaskini na kuongeza ushindani wa mataifa ya Afrika katika soko la dunia. Upatikanaji wa umeme wa uhakika utafungua milango ya maendeleo katika elimu, afya, biashara na teknolojia kwa mamilioni ya Waafrika. Serikali za Afrika zinapaswa kuhakikisha kuwa uwekezaji huu unawanufaisha wananchi wa kawaida na si makampuni makubwa pekee. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika.
Wasikilizaji wetu wa Tanzania mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema Nousit inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC unaweza kutupokea kupitia redio washika. Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.